Bwana, leo ni siku nyingine tena tunakutana katika uchambuzi wetu wa michezo. Tunazungumzia mchezo wa jana kati ya Simba na Mashujaa. Ulikuwa ni mchezo mzuri, tumeuangalia. Mnyama aliweza kuondoka na ushindi wa mabao 3-0 dhidi ya Mashujaa. Mchezo jana ulikuwa mzuri kama tulivyosema. Simba jana waliingia na game plan nzuri, Mashujaa pia waliingia na game plan nzuri. Kwa mchezo ulikuwa mzuri sana. Lakini ukiangalia Simba ya sasa hivi tofauti na ile Simba ambayo watu wamezoea. Simba ya sasa hivi kwanza wakiwa hawana mpira wanakuwa hatari sana, wakiwa hawana mpira pia wanakuwa hatari sana. Hichi kitu nilikiongea juzi hapa. Simba ukiangalia kwenye uchezaji wao sasa hivi wanakuwa kama wale wadudu ambao nilikwambia kumbi wanakuwa wengi sana. Hasa hata wanapokuwa na mpira wakiwa nenda kulifesi lango unakuta Simba wako wengi sana golini kwa wapinzani. Na wanapokosa mpira pia kwenye kukaba unakuta wanakuwa wako wengi sana kwa wapinzani. Kwa hiyo ukiangalia Simba sasa hivi uchezaji wao wote wanategemeana mule ndani na wachezaji wote wanazuja jasho kwa nguvu, wanapambana sana. Kwa hiyo sasa ukija kwenye mchezo wenyewe basic ukiangalia Simba jana Simba ilikuwa inapitia sana pembeni sana ilikuwa inapitia hasa upande wa Elia Mpanzu jana alikuwa anatokea sana pembeni ukimwangalia na alikuwa anapishana kidogo na Chama, yani alikuwa hapo karibu paka goli la kwanza ile linafungwa dakika 7 inapigwa ile kona. Ukiangalia Mpanzu alikuwa anawachekecha, mpira umetoka, Triple C anaenda kufunga goli la kwanza. Ukiangalia ile goli la kwanza la Chama ambao anaulifunga kona ya moja kwa moja inaingia kwenye posi ya pili huko ya goli. Ukiangalia ule mpira mabeki pamoja na golikipa wa kujipanga vizuri. Sababu ukiangalia wachezaji wengi wa Mashujaa walikuwa wamejaa golini, lakini walikuwa wamejaa kwenye posti ya mbele ile. Hawakuwa wamejaa labda kwenye posti ya nyuma kwa kuwa hata na mtu mmoja. Kwa hiyo golikipa na mabeki wake na mchezaji mmoja wa Simba Eno Rwemba ndo alikuwa nyuma ya golikipa. Kwa hiyo ukiangalia ule mpira Chama wakati anaupiga yule golikipa pale kwa kidogo kama kuna purukushani hivi, kwa kama ameteleza kidogo. Kwa mpira wakati unakuja ule goli la kwanza, kipa alikuwa kama yuko chini kidogo, kwa hata kufikia ule mpira kunyoosha mguu ilikuwa ni ngumu, na mpira umeingia wenyewe kwa sababu nyuma ya posti ya pili kulikuwa hamna mtu yote. Kwa hata kungekuwa kuna mchezaji wa Simba manake alikuwa anapiga kichwa tu. Kwa wachezaji wa Mashujaa walijiposition vibaya, wanafungwa goli la kwanza. Kisha kutoka kuangalia hapo walirudi vizuri kwenye shepu yao, wakawa wanakaba vizuri, wako wengi golini, wanashambulia kwa kustukiza kama tulivyoongea. Pia Simba nao na madhaifu yao, na Mgunda yule ni mtu sana mchezaji wa Resteka. Jana alitaka kutumia madhaifu ya Simba kama tulivyoongea. Kiangalia alipiga shuti moja, alimchungulia Kasari, alikuwa katoka kidogo. Shuti la kwanza lile liligonga mwamba wa juu likarudi. Yaani ile asante sana mwamba, ile alikuwa goli alishaingia. Sababu Kasari alikuwa tayari ameshatoka, na kama nilivyosema Kasari pia sio golikipa mzuri. Hata juzi niliongea jinsi anapokuwa golini anakuwa anajisahau sana. Kwa kama anakuwa anapata wachezaji quality ambao wanakuwa wanamchungulia, ambao na mashuti ya kustukiza, ndio inatokea kama jana. Kwa hiyo pia ukiangalia pale Mashujaa kama walirudi kwenye mchezo hivi. Mashujaa walirudi kwenye mchezo na wakawa na press Simba, wakawa wanapishana. Kwa hiyo tukaja tukaongea vile quality ndio itakuja kuamua mechi, na kweli ndio kile. Mashujaa jana wamecheza sana mpira mzuri. Simba pia amecheza mpira mzuri, lakini kilichokuja kutofautisha kati ya Simba na Mashujaa ni quality. Simba quality yao ilikuwa kubwa. Ukiangalia hapa kipindi cha kwanza kinaenda goli moja bila. Kipindi cha pili wanaingia kocha wao Julio anafanya sabu. Aliingia Mapinduzi Galama, Kipenseli, aliingia Yusufu Dunia Ruwenge, aliingia na bwana mdogo ambaye amecheza Yanga pia pembeni. Kwa baada ya kufanyika zile sabu, Mashujaa mpaka dakika 60 na hivi walikuwa tayari wana hope, na walikuwa na press sana Simba katikati, walikamata sana Simba katikati. Kiangalia walikuwa na force sana Simba kufanya makosa. Lakini sasa Simba ya sasa hivi iko tofauti sana na ile Simba ambayo imepita kama nilivyoongea. Simba sasa hivi inacheza kikubwa, Simba sasa hivi inacheza kigiant yani, kwa sababu ukiwa unawashambulia pia nao wanakuja. Sio labda ukiwashambulia wanapaki basi au wanakaa nyuma, hapana. Simba sasa hivi ukiwashambulia, kama wewe ni bwana mdogo umeamua kuwa na kiburi na washambulia nao wanakuja pia hivyo. Kwa hiyo ukitaka kuangalia kulikuwa kama kuna bato pale katikati, lakini pia Steve Baker anakuja anafanya sabu ya kikatili. Aliingia Anicet Yaula kama sikosei. Aliingia Anicet Yaula. Baada ya kuingia Anicet Yaula unaona kidogo Simba pale mbele kwa kama kidogo imepata utulivu. Pale katika mashambulizi ya kujibishana
mpira ulitoka nyuma unapigwa katikati pale, anauchukua Elie Mpanzu, anakokota, anamchungulia Chama, anatoa assist. Chama kwa ubora mkubwa, tena anafunga kwa mguu wake dhaifu, kwa sababu Chama anatumia sana mguu wa kulia. Jana anafunga goli kwa mguu wa kushoto, anamwangalia golikipa ametoka, anaupiga mpira shuti kubwa kwa mguu wa kushoto, anafunga goli zuri. Kwa ukiangalia mpira wa jana, sio labda Simba sawa kwenye makaratasi aliposition sana mpira, lakini sio kama labda alicheza sana mpira, hamna. Ila ni matokeo muhimu ambayo ndio yameamua ile mechi. Kwa ukitaka kuangalia Chama, uzoefu wake, utulivu mkubwa kwenye lango, anachungulia, anapiga goli la pili. Kiangalia pale Mashujaa kidogo kama alinyongonyea hivi. Na Simba ndo wakazidi kwa press. Beka anafanya sabu pia, anaingia Rasani Kante, anaingia bwana mdogo Morris Abraham. Umeona kwa walivyoingia hao, ukitaka kuangalia Mashujaa pia na sio kama walipaki basi, hamna, walikuwa wanakuja. Dakika ya mwisho Neo Maema na upola mpira ule katikati, pia anamwangalia Selemani Mwalimu anamchungulia golikipa, anafunga goli la 3. Kwa ukiangalia ilikuwa ni mechi tamu, ilikuwa ni mechi tafu, ilikuwa ni mechi nzuri. Ila Simba wanazidi kuprove na ile nguvu kubwa sana imetoka baada ya Yanga kupoteza ule mchezo wa juzi. Na hisi wachezaji walikuwa wana morali, wana motisha sana ya kucheza mpira. Kwa sasa ukiangalia sasa hivi hizi klabu zetu mbili, Simba na Yanga, Simba wanacheza sana kwa morali, Yanga wanacheza sana kwa hofu. Kwa ukiangalia Simba sasa hivi wanakuwa wako moto sana kwenye mechi zao. Ndio maana ukiwa unacheza na Simba wanakuforce sana ufanye makosa, na ukifanya makosa wanakuadhibu, kwa sababu wana wachezaji wengi wa quality. Ukiangalia Simba sasa hivi pale, mara nyingi beka muamini Selemani Mwalimu kumtumia kama striker wa mwanzo. Sasa hivi anamtumia sana Mpanzu kama false 9. Umeona? Kwa sababu Selemani Mwalimu kweli ukimwangalia anaweza kwenye nafasi 3 akafunga goli moja au nafasi 5 akafunga goli moja. Kwa hiyo ukimwangalia beka kwenye mpango wake mara nyingi sana anamtumia Maema pale Shimoni, sometimes anamtumia Mpanzu, sometimes anamtumia Eno Ruemba. Lakini dakika za mwisho akimfanyia sabu Selemani Mwalimu pia Mwangushi anafunga. Kwa hiyo ukiangalia mechi ya jana kitaalamu ilikuwa ni mechi nzuri. Mashujaa wametupa mechi nzuri sana. Na ukumbuke kuwa ile timu toka kocha Julio amepewa pale kwao hawajapoteza mchezo hata mmoja hata ugenini. Kwa ile ndio mechi ya kwanza kupoteza. Na kwa sasa hivi ukizungumzia timu ambazo zenye madaraja ya kati, timu ambayo ina safu bora ya ulinzi nyuma ni Mashujaa. Na pale mwaka huu ndo mchezo wao wa kwanza wanapoteza. Dodoma ndo mchezo wa kwanza wanapoteza tena kwa idadi ya magoli mengi. Unaona, kwa hiyo ukiangalia ni mechi ambayo ilikuwa nzuri, ilikuwa tafu. Julio wametupa game nzuri sana na vijana wake wamepambana, wamecheza sana mpira jana Mashujaa. Tumzungumzie mchezaji Chama. Unajua Chama amekuwa akionyesha performance nzuri sana kwenye mechi ambazo amekuwa akipata nafasi. Kama jana ameingia kipindi cha kwanza na amepata magoli mawili na assist moja. Unamzungumziaje kwa uchambuzi wako? Sasa ukisema Chama kumzungumzia ina shida. Chama tushamzungumzia sana, lakini Chama ni mtu ambaye kwanza mpira natural, yani Chama amezaliwa kwa ajili ya mpira. Kwa hiyo Chama mpira unapokuja, najua hapa katika Selemani Mwalimu na Libasigwe, naanza na Libasigwe, natoa kule cross, natoa huku pasi, narudisha mpira nyuma. Ni mtu ambaye ana akili nyingi sana. Yani wewe kabla beki hujafikiria tayari kashafikiria vitu vingi. Ndio maana unaona Chama kila kitu anachokifanya kwenye mpira kinatokea. Yani kwake yeye mpira umekuwa simple yani. Wadau wengi wanasema kama anafanya mapenzi na mpira, yani kwake ni kitu cha kawaida kuhusu mpira Chama. Na utulivu mkubwa, ni mchezaji ambaye tayari ameshafanya makubwa, kwa sababu Chama kaingia hapa 2018 usajili wa Sport Simba, kwa ameshafanya makubwa mengi. Hiyo misimu 4 mizima Chama anachukua ubingwa na Simba, ameshatoka nje, ameenda ameprove RS Berkane, amefanya kazi. Ni mchezaji ambaye tayari amepita Yanga na kote amefanya vizuri, ametoka hapo ameenda Singida amefanya vizuri. Kwa hiyo Chama ni mchezaji wa daraja la juu. Sema umri tu unamtupa mkono, lakini Chama unapokuwa naye uwanjani, na ndio maana ukimwangalia beka anapenda kumtumia na wachezaji wengi ambao wanaweza kuwafanyia sabu wa kuwatoa, lakini unakuta Chama anambakisha, kwa sababu Chama brain yake ni kubwa. Yani yeye muda wote na sauti anaweza kubadilisha matokeo. Kwa kile kitu anachokifanya Chama kwetu sisi kwenye ligi kuu yetu tushamzoea, ni kitu cha kawaida. Sababu Chama ameshafunga magoli yote. Ameshafunga goli hapa na Nkana Zedevo, pasi inatoka kwa Saidi Dilunga yule anapiga goli la kisigino. Ashafunga magoli yote, juzi amefunga goli la Glomatic, kama hivyo anafunga magoli ya kona. Yani hamna goli ambayo Chama hajafunga. Kwa hiyo Chama ni mchezaji mzuri, na wenzie Chama anapokuepo uwanjani wanakuwa wanajua hapa muda wote tunaweza tukafanya kitu. Kwa hiyo Chama yuko vizuri. Pia ukiachana na Chama, wachezaji wengi Simba sasa wako vizuri. Elie Mpanzu tayari anafikisha assist 8 sasa hivi. Yeye na Faisal Salumu wanatai kwenye assist.
naye anakuwa na assist 8. Hata Mpanzu pia sasa hivi yupo kwenye form nzuri. Yani set ya Ula ndo anaanza kujirudisha baada ya kupata majeraha. Kwa hiyo ukiangalia Simba kwa sasa hivi iko vizuri, kwa sababu Simba kwanza pale katikati unakuta labda wanacheza na viungo wawili. Unakuta labda anacheza Kagoma kama juzi jana amecheza Kagoma, amecheza na Neo Maema. Lakini sasa kwenye shepu yao ya kurudi nyuma unaweza kukuta Mpanzu naye anasogea nyuma. Mpanzu anasogea, unakuta Loemba anasogea. Kwa hiyo unakuta pale box pale midfield unakuta kuna viungo karibia 4, ndio maana timu ya Simba sasa hivi inakuwa na nguvu sana. Kwa hiyo Beka tuseme amejipata. Pia timu yake kama nilivyokuambia, timu ina morali sana. Sana wako vizuri Simba. Tukija kwenye nafasi ya ubingwa ndo kama hivyo ninavyokuambia. Simba wapo kwenye morali ya juu, Yanga wapo kwenye hofu sana kwa sasa hivi. Kwa hiyo lolote linaweza likatokea. Kwenye ubingwa ni 50/50. Lakini pia Yanga naye kwenye habari za ubingwa waga na kuaga mkatili. Yanga kuchukua ubingwa na pointi 1, pointi 2 ni kitu cha kawaida. Kwa sasa hivi ni kuzidisha umakini. Mtu ambaye anakuwa makini ndiye anayeshinda. Asante sana bwana Bigi, tumepata uchambuzi wako, tumepata muda wako, umetupa madini mazuri, umezungumzia Chama na umezungumzia Simba na umegusia kidogo swala la ubingwa. Kwa hiyo mtu ambaye atakuwa makini ndo ataweza kupata ubingwa.